Bwana Yesu asifiwe sana, wana wa Mungu duniani kote. Hili ni kanisa la Uzima na Ushindi lililoko nchini Tanzania, mkoa wa Kagera, wilaya ya Biharamulo, kata ya Nemba na kijiji cha Nemba, chini ya mchungaji Tumaini Simon Kabuje. Awali ya yote, Mungu awabariki ninyi nyote ambao mmekuwa mkifuatilia huduma hii kwa njia ya mtandao. Mungu awabariki sana kwa kuona ni vema kuungana na sisi kuhubiri kweli kamili ya neno la Mungu chini ya neema ya Yesu Kristo iliyofunuliwa kwetu sote. Hili unaloliona mbele yako, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa channel hii, ni jengo la kanisa letu ambalo ndani yake tunafanyia ibada zetu za kila siku. Haya ni mazingira ya nje kama yanavyoonekana katika video hii. Tunamshukuru Mungu kwamba kwa wakati na majira alitujalia kujenga jengo hili kama unavyoliona kwa ajili ya ibada zetu. Haya yalikuwa ni maono yetu ya awali, na hivi ndivyo ambavyo Mungu alitusaidia kujenga jengo hili. Haya ni mazingira ya ndani ya jengo la ibada. Kama unavyoona, jengo hili limejengwa kwa migongo mitatu. Kuna upande wa kwanza, wa katikati na upande mwingine unaofuata. Ilikuwa hivi kwa sababu tulikuwa tukipanua jengo kwa kadri Mungu anavyotusaidia, tukiwa na maono ya kupata eneo kubwa ambalo litaweza kubeba watu wengi kwa ajili ya ibada, lakini vile vile kuwa na mahali pa kutosha pa kumtukuza Mungu na kumwinua Mungu, maana Mungu wetu ni Mungu anayestahili ibada. Haya unayoyaona mbele yako ni mawe. Mawe haya ni maalum kwa ajili ya ujenzi wa hema la Bwana. Unaweza kujiuliza kwa nini mtumishi anatuonyesha mawe haya. Mungu ametupa mzigo wa kumjengea hema lenye utukufu, na kama unavyoona ziko hatua ambazo tayari tumekwisha zianza, kama kusogeza vifaa maalum vitakavyosaidia ujenzi wa hema mahali hapa. Na kama unavyoona, haya ni mawe na huu ni mchanga pamoja na kokoto ambavyo tayari vimekwisha sogezwa kwenye eneo letu la kanisa, ili sasa kuweza kumjengea Mungu kanisa lenye utukufu zaidi ya hilo ambalo umeliona. Na nadhani unaona msingi umekwisha chimbwa na tayari mafundi wamekwisha anza kazi ya ujenzi. Kama unavyoona, mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu, tayari msingi umekwisha kuinuliwa na Mungu ameachilia nguvu na nafasi kwa wengi kujitolea na kutoa mali zao na sadaka zao kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Na hizi ni moja ya sadaka za watu wengi ambao pia wamekuwa wakitufuatilia kwa njia ya mtandao, wakibarikiwa na huduma hii, wakisema ya kwamba watumishi wa Mungu tuko tayari kuungana na ninyi kuhakikisha ya kwamba kweli ya Mungu inahubiriwa duniani kote. Kama unavyoona, tayari kwa upande mmoja msingi umekwisha jengwa na mafundi sasa wanaendelea kujenga kwa upande mwingine. Lengo ni kumjengea Mungu kanisa kubwa. Si kubwa tu, na wala hatuna mlengo wa kujenga kanisa kubwa kwa ajili ya idadi ya watu wengi, bali ni kanisa kubwa na ndani yake tunaamini wale wote ambao Mungu atawapa nafasi ya kukaa humo, basi watakuwa wameamua kwenda kumuona Mungu. Maana Mungu wetu haangalii wingi, bali anaangalia ubora wa ibada inayofanyika mahali hapo. Kusudi letu ni kumtengenezea Mungu kanisa lenye mfano duniani kote wa utakatifu wa mwili na roho. Hivyo kama unavyoona, ninakupitisha hatua kwa hatua na nikikueleza sasa hatua ambazo tayari tumekwisha fikia katikati ya ujenzi wa madhabahu ya Mungu mahali hapa. Tunachokifanya ni kupanua jengo na kuliboresha jengo, maana kama nilivyokutazamisha kwenye video ya kwanza ya awali, umeona namna gani jengo letu limejengwa katika namna ambayo si ya kuvutia sana na kumpendeza Mungu. Na hayo yalikuwa ni maono ya awali, na sasa Mungu ametutaka tuweze kumjengea jengo zuri la baraka kabisa ambalo kila mtu akilitazama aweze kumtukuza Mungu wetu. Mungu wetu ametufundisha kwamba yeye anahitaji vitu vizuri. Mungu wetu
hataki vitu ili mradi tu, bali anataka vitu bora. Ikiwa watu wa mataifa wanajenga majengo mazuri, nyumba zao wanaziboresha katika namna nzuri, nasi pia tumeona ya kwamba si vema kuzidi kuabudia katika jengo hili, ila Mungu ametupa neema tena ya kuona ni vema kuwa na maono makubwa ya kumjengea Mungu jengo zuri. Mpendwa mfuatiliaji wetu wa huduma hii pamoja na chaneli hii, na hii ndio hatua ambayo kwa neema ya Mungu na kwa sadaka zako tumeifikia. Na kama Bwana aishivyo, imempendeza Mungu ni kushirikishe baraka hizi kama jinsi ambavyo imeandikwa katika Wakorintho wa pili sura ya 9 na mstari wa 7. Maandiko yanazungumza, yanasema, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Ninakukaribisha sana uungane na sisi. Bado tunahitaji vifaa vingi ambavyo vitakamilisha jengo hili. Tunahitaji tofari za kutosha na tena za block kwa ajili ya kuinua jengo hili. Sasa unavyoona ya kwamba msingi umekamilika, lakini bado kama unavyoona ya kwamba msingi ni mpana na jengo ni pana kweli kweli kwa ajili ya utukufu wa Mungu, hivyo tunahitaji bati, na ikiwa ni tofali basi zinahitajika pia nyingi, na bati vivyo hivyo zitahitajika nyingi. Vile vile vifaa vingine mbalimbali, simenti, kokoto, nondo na vifaa vyote ambavyo vitaweza kutusaidia kukamilisha jengo hili. Tunawakaribisha sana kushiriki nasi baraka hizi za ujenzi wa madhabahu ya Mungu kupitia namba ambazo zimekuwa zinapita hapa kwenye hii video hapa chini, na unaweza ukawasiliana nasi zaidi ikiwa kama unahitaji maelezo ama kuna lolote zaidi, na pengine kutushauri zaidi kwa habari ya ujenzi huu na mambo yote ya huduma mahali hapa. Mungu awabariki sana na neema ya Kristo Yesu iwe nasi sote. Amen.